Utukufu una Mungu wetu tangia sasa na hata milele. Karibuni sana katika sura yetu ya Kutoka, sura hii ya 4. Tuko katika Kutoka sura ya 4. Karibuni sana watu wa Mungu. Mungu awabariki sana kadiri ambavyo mnavyozidi kuendelea kufuatilia somo hili, mnavyoendelea kufuatilia programu hizi za kusoma neno la Mungu, na hatimaye tumefika katika kitabu cha Kutoka sura ya 4. Mungu tumaini. Asante Mungu wetu wa mbinguni kwa sababu ya muda na wakati huu. Tunakuomba uwe tumaini kwetu tena. Turuhusu tuweze kulisikia neno lako. Turuhusu tuweze kupata mambo ya muhimu zaidi katika somo hili, ili tuweze kufurahi na kufunuliwa kiroho zaidi. Ruhusu haya yatokee, utubariki kimwili na kiroho, maana tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, sura ya Kutoka 4. Kutoka sura ya 4 ina mistari 31. Na siku hii ya leo pia tutasoma kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea mpaka pale tutakapokuwa tumeikuta nukta ya mwisho ya sura hii ya 4. Karibuni tuende pamoja. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini mimi, wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake, akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa unaukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudia hali ya mwili wake. Basi itakuwa wasipo kusadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Kisha itakuwa wasipo amini hata ishara hizo mbili, wala kuisikiliza sauti yako, basi yatoe maji ya mtoni uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatoayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji toka zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako. Maana mimi si mwepesi wa kusema, na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Akasema, Bwana, na kuomba, tuma kwa mkono wake huyo utakayemtuma. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa. Akasema, je,
hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake. Nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakayofanya. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa chako. Naye atakuwa mfano, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kwako, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Nawe utatoa fimbo hii mkononi mwako, na kwa hiyo utazifanya zile ishara. Basi Musa akaenda na kurejea kwa Yethro mkwewe na kumwambia, nipe ruhusa niende na kusihi, niwarudie hao ndugu zangu walioko Misri, nipate kuwaona kwamba wako hai hata sasa. Yethro akamwambia Musa, haya, nenda kwa amani. Bwana akamwambia Musa huko Midian, haya, nenda karudi Misri, kwa kuwa wale watu wote waliokutaka uhai wako wamekwisha kufa. Basi Musa akamchukua mkewe na wanawe na kuwapandisha juu ya punda, naye akarudi mpaka nchi ya Misri. Na Musa akaichukua ile fimbo ya Mungu mkononi mwake. Bwana akamwambia Musa, hapo utakaporudi Misri, angalia ukazifanye mbele ya Farao zile ajabu zote nilizozitia mkononi mwako, lakini nitaufanya mgumu moyo wake, naye hatawapa ruhusa hao watu waende zao. Nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Nami nimekuambia umpe mwanangu ruhusa aende ili apate kunitumikia, nawe umekataa kumpa ruhusa. Angalia basi, mimi nitamua mwanao mzaliwa wa kwanza wako. Ilikuwa walipokuwa njiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye, akataka kumua. Ndipo Sipora akashika jiwe gumu na kuikata govi ya zunga la mwanawe na kuibwaga miguuni pake, akasema, hakika wewe u bwana harusi wa damu kwangu mimi. Basi akamwacha. Ndipo huyo mkewe akanena, u bwana harusi wa damu wewe, kwa ajili ya kutahiri. Bwana akamwambia Haruni, nenda jangwani uonane na Musa. Naye akaenda akamkuta katika mlima wa Mungu, akambusu. Musa akamwambia Haruni hayo maneno yote ya Bwana ambayo alimtuma aende nayo, na ishara hizo zote alizomwagiza. Musa na Haruni wakaenda wakawakusanya wazee wote wa watu wa Israeli. Haruni akawaambia maneno yote Bwana alionena, na Musa akazifanya zile ishara mbele ya watu. Watu wakaamini, na waliposikia ya kuwa Bwana amewajilia wana wa Israeli na ya kuwa ameyaona mateso yao, wakainama vichwa vyao wakasujudu. Msikilizaji, hapo ndio mwisho wa sura hii ya 31. Mungu awabariki sana. Mungu akubariki sana mtu ambaye umekubali kwenda na hii sura toka tulipoianza mpaka hapa ambapo tumefika mwisho katika mstari wa 31.
Endelea kuwa pamoja na sisi, tukutane tena katika sura ya 5 ya kitabu hiki cha Kutoka. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.